Karibu kwenye YouTube channel ya Malecom. Tunakuletea matukio yote. Kupata matukio yote haya, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu iliyoko chini ya video hii na kisha uguse alama ya kengele. Asante sana. Naam, uhali gani mdau wa Malecom popote ulipo, karibu sana kwenye kijio chetu cha michezo, tujuzane mawili matatu ya kimichezo yaliyojiri katika viunga mbalimbali. Kama ilivyo utamaduni wetu wa kiungwana kabisa na wa kifamilia, kama wewe ni mdau kindakindaki wa michezo, hususan mpira huu wa miguu, basi bofya alama ya dole gumba chini ya video hii kama ishara ya kusapoti mpira wetu uzidi kusonga mbele. Maoni yako pia ni ya muhimu sana. Tuambie unatufuatilia Malecom ukiwa maeneo gani, na utuambie maoni yako juu ya hichi ambacho tumekuletea katika meza ya michezo. Habari kubwa tuliyokuletea hivi sasa ni kutoka katika viunga vya Msimbazi Simba, ambapo tunaona baada ya kupoteza mchezo dhidi ya Dar Young Africans kwa kufungwa goli 2-0 na hatimaye kuifanya Dar Young Africa kutangazwa kama ni mabingwa wa msimu huu wa 2024-2025, tunaona kila mmoja amekuwa na maoni yake mbalimbali juu ya kile ambacho Simba walifeli. Simba wamefaulu wapi? Simba wanatakiwa kuboresha sehemu gani? Kila mmoja anakuwa na maoni yake, wengine wakilaumu benchi la ufundi, wengine wakilaumu kikosi cha Simba Sports Club, wengine wakilaumu mwenyekiti, wengine wanasema bodi pamoja na viongozi kwa ujumla. Kila mmoja anasema lake. Lakini sasa hapa nakuletea maoni ya mchambuzi mkubwa kabisa wa soka, anaitwa Farhan Kihamu kutoka Clubs FM. Yeye anasema kupitia kurasa wake wa Instagram, ametoa uchambuzi wake hapa na maoni yake kuelekea kile ambacho kinatakiwa kuboreshwa kunako klabu ya Simba. Kupitia kurasa wake wa Instagram anasema, sio muda watu wanasahau kila kitu, halafu utafika muda wa usajili itakuwa sherehe kubwa na tafrija, na mambo yote ya msingi yatasahaulika mpaka pale timu itakapofanya vibaya tena, ndo kelele zitaanza kusikika. Lakini kwa klabu yenye wanachama wa kweli na mashabiki wa kweli wanapaswa kufahamu maamuzi hayafanyiki mtandaoni, bali kwa katiba ya Simba Sports Club, na ambayo yanafanyika kwa mkutano mkuu, na ndiyo unabeba dira ya klabu ya Simba Sports Club. Mnaenda kujadili nini kwenye mkutano mkuu? Mnaenda na ajenda gani na kuuliza vitu gani? Ndio jambo la msingi sana. Mfano, nategemea sana mkutano mkuu hata wa dharura mwaka huu kujibu maswali ya msingi yafuatayo. La kwanza, mchakato wa mabadiliko ya uendeshwaji wa klabu hii utakamilika lini? Ya pili, nini kinakwamisha mchakato wa mabadiliko ambao una miaka zaidi ya 7 sasa? Cha tatu, klabu imechukua hatua gani kuhakikisha ya kwamba mkwamo unapata ufumbuzi, na upi msimamo wa serikali? Swali la 4, klabu itaanza lini kusajili wanachama wapya tangu mchakato wa wanachama kukwama? Maana inaikosesha klabu mawazo mapya na rasilimali mpya kuelekea Simba mpya na vichwa vipya klabuni hapo. Cha 5, mwenyekiti upande wa wanachama kikatiba na kimuundo hawana nguvu. Je, ni kitu mmeridhia? Ni mfumo wa kuridhisha? Na upande wa wanachama ambao ndio wenye mali, mnalionaje hilo? Mo Dewji anatoa fedha nyingi klabuni hapo kuhakikisha vitu vinakwenda sawa. Hakuna mwenye mashaka na mahaba yake kwa timu. Kipi kinakwamisha hili la kumkamilishia mchakato wake? Mkwamo upo klabuni ama kwa taasisi za nje ya klabu? Swali la 7, kuna taarifa kutoka kwa baadhi ya mashabiki wa Simba wakidai posho kucheleweshwa kulipwa kwa wachezaji. Je, mnaweza kutuelewesha kwa upole kabisa kwamba klabu inaendeshwa kwa mfuko gani? Ahadi zinatolewa na nani na kiasi gani hazitimizwi kwa wakati? Nani anaihujumu Simba? Usiwe mkutano mkuu wa ndio kila kikisema kule hakuna kuhoji ndio. Uwe mkutano wa maswali muhimu na kuhoji vitu vya msingi kwa maslahi ya klabu ya Simba ya leo na ya kesho. Kiongozi haondolewi mtandaoni. Mabadiliko hayafanyiki mtandaoni, bali na kwa kusoma katiba na kupeleka ajenda kwenye mkutano mkuu. Sio muda wa kutoleana matamko, ni muda wa kwenda kwenye mkutano mkuu na mbivu na mbichi zijulikane, asionewe mtu. Imetoka kwa mnadhimu mkuu wa backbencher na katibu mkuu wa kiongozi wa vijana wa hovyo Farhan
Kihamu Farhan Junior. Huo ni uchambuzi ambao ameuzungumza Farhan Kihamu Farhan Junior, mchambuzi wa soka kutoka Clouds FM, ambapo tunaona baada ya kusema hicho anasema kuna watu kwenye comment hapa wakashusha na maoni yao. Mmoja hapa anasema kweli hili ni gumu hata kuitisha mkutano, maana hata kikombe kimoja utawaambia nini watu kwenye, kweli hili ni ngumu hata kuitisha mkutano mkuu, maana hata kikombe kimoja hatuna, utawaambia nini watu kwenye hili? Huoni hata wakimtoa kafara huyo nyuma hili? Nini maoni yako juu ya hichi ambacho amekisema Farhan Junior katika ukurasa wake wa Instagram? Tuambie kwenye uwanja wa maoni hapo chini. Twende sawa. Malcolm tupo kwa ajili yako. Kwa heri kwa sasa, mpaka wakati mwingine. Bye bye.